Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'di. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kushuhudia kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wake, na swala na salam zimiminike kwa wingi kwa kiongozi wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi watazamaji wangu, natumia fursa hii kukuomba usikivu wako kwa masikio yako na moyo wako kwa mazingatio makubwa juu ya taarifa hii ambayo nakwenda kukupatia hivi punde. Nayo ni kwenda kukueleza maajabu makubwa kutokana na zawadi inayokwenda kutolewa mwaka huu wa 2021 mwezi wa 11 biidhnillahi ta'ala. Zawadi hii ni uzinduzi maalum wa dawa ambayo itakuwa 2 in 1, dawa 2 kwa moja. Dawa ambayo itakwenda kuzinduliwa katika taasisi ya Islah Islamic Dua Center katika vituo vyake. Tarehe kamili ya uzinduzi wa dawa hii tutakwenda kukueleza. Unachopaswa kufanya hivi sasa ni kujiandaa ili kuweza kuweka oda yako mapema ili kufaidika na dawa hizi 2 in 1. Dawa ambazo zitakwenda kutoa majibu sahihi ya matibabu katika maisha yako, katika magonjwa ya kibiolojia na yale yasiyokuwa ya kibiolojia. Dawa ambayo itakwenda kutokana na vitu viwili. Kimoja kinapatikana bara na kimoja kinapatikana baharini. Na vyote viwili vinashabihiana na vitu viwili vinavyotokana na rangi nyekundu mbili. Rangi nyekundu moja inayopatikana bara na rangi nyekundu moja inayopatikana baharini. Dawa hii imefanyiwa utafiti kwa miaka 5 mfululizo na wataalamu wa mambo ya utafiti wa magonjwa na matibabu barani Afrika. Kumbuka mpenzi mtazamaji wangu kwamba mimi ni miongoni mwa wanachama wa baraza la utafiti wa magonjwa na mimea tiba katika bara la Afrika yenye makao yake katika nchi ya Misri. Na utafiti huu wa miaka 5 umekwenda kuleta matokeo ya uhakika yaliyothibitishwa kitaalamu kwamba haya tunayokwenda kuyafanya au haya yanayokwenda kutolewa ni matibabu sahihi, physical and spiritual. Ni matibabu sahihi ya magonjwa ya kimwili na ni matibabu sahihi ya magonjwa ya kiroho. Mpenzi mtazamaji wangu, hapa nakusudia tunakwenda kukuletea matibabu yanayotokana na dawa 2 ambazo dawa hizi zimepewa majina ya nyota. Na yamekuwa nyota kwa sababu umbo la mimea hii miwili au umbo la vimbatio vya dawa hizi 2 yameonekana au yameumbwa na Mwenyezi Mungu kwa mfumo wa nyota. Katika bara au katika nchi kavu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuumba mti unaotengeneza mbegu au tunda linalotengeneza mbegu. Tunda ambalo linapokomaa na kuchanua hupasuka na kutengeneza alama ya nyota
yenye mikia minane. Kitaalamu mti huu unaitwa Anise tree. Kitaalamu mti huu unaitwa Anise tree au ukipenda Star Anise tree. Ukiingia Google, we ndugu yangu kama una smartphone hapo, ingia Google, andika Star Anise tree. Utaona image, picha za mti wa kijani wenye maua mekundu ambao huo ndio unaitwa Star Anise tree. Maua haya yanapokomaa na kutengeneza matunda yake yanapokomaa, yanapokuwa yanapasuka, yanatengeneza Anise tree ama Anise star. Anise star au tunda la Anise star ambalo itakuwa ni Star Anise, ambayo hii Star Anise litakuwa ni moja kati ya tunda lenye mikia minane au tunda lenye mfano wa nyota yenye mikia minane, na katika kila mkia mmoja kuna mbegu moja. Kwa hiyo ndani ya tunda moja kuna mbegu 8 ambazo zinatokana na mikia minane. Nitakupa fursa ya kujifunza maajabu ya Anise tree na Anise star tunda, namna inavyokwenda kufanya maajabu katika matibabu. Machache miongoni mwa matibabu hayo yaliyofanyiwa tafiti kibiolojia, unaweza ukasoma hapo Google ilivyoeleza maajabu ya miti na ama Star Anise unavyoweza kutibu maradhi mbalimbali, yakiwemo maradhi ya kibiolojia. Utayapita hapo ikiwa mwenyewe ni msomi wa mafundisho ya lugha ya Kiingereza, watafiti wameyaeleza hapo. Lakini sisi taasisi ya Islamic Dua Center na Baraza la Utafiti wa Mimea Tiba na Magonjwa katika bara la Afrika tunakwenda mbali zaidi kukupa maajabu ya Star Anise ama Anise tree inavyoenda kutoa matatizo katika mwili wako. Huo ni mmea wa kwanza. Kitu cha pili kinachokwenda kutengeneza dawa hii ni starfish. Natumai hapo una simu yako Google. Geuka sasa upande wa pili, andika starfish. Ukiandika starfish ama red starfish, utaona starfish inakuletea aina ya samaki anayeishi katika miamba ya bahari, ndani ya bahari. Na huyu starfish ni samaki, sehemu kubwa ya samaki hawa wana rangi nyekundu. Naomba weka katika mind yako, weka katika kumbukumbu yako hili. Kule tumeona Anise star tree ni mti wa kijani wenye maua mekundu unaotengeneza tunda la star au Anise star au Star Anise ambalo lina mikia minane na ndani kuna mbegu 8. Na hapa tunakwenda kukuta red fish. Ukiandika au starfish, ukiandika starfish utakutana na red fish au aina ya starfish ambao ni red fish. Ni samaki wekundu. Samaki hawa huwa hawatumiki kuliwa. Watu wengi huwa hawali wa samaki hawa. Ni mataifa machache duniani wanakula samaki hawa, wakiwemo wa China. Wanajua thamani na ubora wa kimadini uliopo katika samaki huyu anayeitwa starfish. Lakini unapo Google hapo kwa kutumia YouTube, kwa kutumia Google, ukiingia hapo ndani utaona namna starfish wengi wake katika image watakuja red starfish, watakuja starfish wekundu, ambao starfish ana mikia 5. Starfish yoyote utamkuta ana mikia 5. Kule katika Star Anise
ina mikia minane. 8 na 5 ni 13. 8 na 5 ni 13. Weka mstari, hesabu ya namba 13. Mikia 13. Red starfish ama starfish ana mikia 5 na star anise ina mikia 8. 8 na 5 jumla inafanya 13. Nataka nikurejeshe kidogo ujifunze kwa habari ya nyota. Hazikuwa nyota duniani ziko 12. Nyota zote za maisha ya binadamu ziko 12. Lakini hizi zinakwenda kwenye nyota ya 13, inabaki nyota moja. Kwa nini kuna nyota moja inabaki katika 12? Nini tunakuletea faida katika hili? Naomba uwe mtulivu, niazime masikio yako, niazime moyo wako, upate faida kutokana na dawa inayotokana na viwili vikubwa hivi. Kimoja cha bara na kimoja cha baharini. Mpenzi mtazamaji wangu, kumbuka maisha ya mwanadamu yameumbwa katika nyota. Kuna watu wametengenezwa katika nyota, na nyota ndio kitu ambacho kinaweza kutengenezwa na nguvu za giza za majini, ima wanaoishi baharini au wanaoishi bara, kwa nguvu ya mchawi anapotaka kuharibu maisha yako katika mambo matatu. Ima atakuharibu katika maradhi, au atakupiga katika mapenzi, au atakupiga katika uchumi. Maeneo yanayoweza kuharibiwa ya mwanadamu ni matatu tu. Ni maradhi, uchumi au mapenzi. Nitagusa mapande matatu haya kila kimoja kwa ufupi ili ujue kipi kinaweza kuharibiwa vipi na kina faida gani na kina madhara gani. Nyota yako inapochukuliwa na washirikina wakakupiga katika idara ya maradhi, maana yake anakutengenezea jini ambaye anaweza kuwa ametoka baharini au ametoka bara. Ikiwa ametoka baharini, atatengenezwa jini wa mfumo wa kimapenzi. Na ndiyo maana kundi kubwa la watu wanasibiwa na maradhi ya majini wa baharini, na hapa wanajikuta wanaingia katika maradhi ya kimapenzi. Dalili utakazopata za kwanza ni kuota ndoto ya mapenzi katika maisha yako. Dalili ya kwanza ni kuota ndoto zinazofanana na mfumo wa mapenzi katika maisha yako. Na hii utaota unafanya mapenzi, utaota unanyonyesha, utaota unabembeleza watoto, utaota una mimba, utaota ndoto zinazotokana na mfumo huu. Na hii inaweza kuota unaingilia au unaweza kuota unaingiliwa. Na unaweza kuota unafanya hivyo na mtu wa jinsia ya kiume au wa kike, au jinsia inayofanana na wewe au isiyofanana na wewe. Na unaweza ukaota kinyume cha maumbile au katika hali ya kawaida ya maumbile. Shetani huyu anapokaa kwenye mwili wako anakwenda kufunga katika maeneo matatu, lakini kiasili ametoka katika bahari. Anakwenda kufunga katika mlango wa maradhi, anakwenda kushambulia katika mlango wa uchumi, anakwenda kushambulia katika mlango wa mapenzi. Akishambulia katika mlango wa maradhi, maradhi yafuatayo yanaweza kukushika: maumivu makali ya tumbo, mabadiliko ya hedhi, kuhisi kupoteza hamu ya tendo la ndoa, kuwa unatoka mimba, kupata tatizo la kupata mimba, au mimba zikawa zinatoka mara kwa mara, au kuzaa watoto wanafariki dunia, au kutokushika mimba kabisa, au kuwa na uvimbe mkubwa katika ukizazi, yani fibroids, au kuwa na uvimbe katika ovarian cyst au mirija ya uzazi, au katika shida katika ovarian cyst katika eneo la mifuko ya mayai, au fallopian tube katika mirija ya uzazi. Ukiona maradhi haya na kuandama, kwa hapa utakuwa umeshasibiwa na shetani huyu katika mfumo wa maradhi. Na inaweza kuwa maradhi haya kaenda mbali zaidi, ukawa mgonjwa wa kichwa, mgonjwa wa macho, maumivu ya mwili, kifua kujaa, kupata hasira, kusikia vibaya, kuchukiwa na watu na kadhalika. Hii ni moja ya dalili kwamba umeshasibiwa na tatizo la mashaitani, lakini wanaotokana na nguvu za kibahari. Na wako wengi aina hii ya mashaitani ambao wanaweza kutengenezwa au kuibuliwa kutoka katika bahari, wakakushambulia na kukuletea maradhi katika mazingira hayo.
Lakini hali ya pili itakwenda kukuharibu katika mfumo wa kimapenzi. Mapenzi ni pamoja na makundi matatu. Mapenzi ya kwanza ni baina yako na familia. Yani mionzi ya jini huyu wa bahari itakapokupiga katika mwili wako na kukushambulia, athari ya kwanza itakwenda kuharibu mapenzi baina yako na familia yako na watu wanaokuzunguka. Sehemu ya pili itakwenda kushambulia mapenzi baina yako na eneo lako la kazi au biashara au eneo la kiuchumi. Na eneo la tatu itakwenda kushambulia kwenye hisia za kimapenzi au kwenye mfumo wa mapenzi, mahala pa mahusiano baina yako na watu unaotaka kuhusiana. Ukiwa mwanamke utajikuta hufanikiwi kwenye ndoa. Ukiwa ndani ya ndoa utajikuta huwezi kuishi katika ndoa kwa salama. Magomvi yatatawala katika ndoa. Ikiwa una mume utajikuta mume hakupendi. Anaweza kuhonga nje kikubwa, lakini kwako hata gauni kununua ikawa shida. Ikiwa uko nje ya ndoa utakuwa ni mtu wa kubadilisha mahusiano. Leo umeanza mahusiano, baada ya muda umeachwa. Kesho umeanzisha mahusiano, baada ya muda umetelekezwa. Mara unataka, kama ni mwanamume utakuwa unapenda kuanzisha mahusiano mengi. Leo na mahusiano ya binti yu, baada ya muda unaona mahusiano hayastahili, unaanzisha mengine. Baada ya muda unabadili, unaanza mahusiano mengine. Hii ni dalili kwamba tayari umebomolewa katika mlango wa mahusiano. Maana yake hauna mshikamano mahusiano yako, na kila unapoanzisha mahusiano yatakuwa yenye kubomoka. Ili kulithibitisha hilo, hebu fikiria wewe msikilizaji wangu. Hivi sasa umeshakuwa na mahusiano mangapi ambayo hayajadumu na hayajazaa matunda? Mwisho wa siku umeambulia kuonyesha mwili wako tu kwa watu uliohusiana nao, lakini ukipiga hesabu ya faida uliopata ya kuonyesha mwili wako kwa uliofanya mahusiano nao, huna faida yoyote ulioipata. Hii ni mionzi ya kijini inayotengenezwa na shetani wa baharini, ambaye inaweza kukukuta na kukuathiri, ambao kwa ujumla wake mashetani hawa huitwa majini mahaba, na wako koo 19 ambazo sehemu kubwa ya koo hizi huishi baharini, nazo ni koo 14 kati ya 19 zinaishi baharini. Mionzi hii ya nguvu za giza ya shetani ya kijini inayotoka ndani ya bahari inakwenda kubomoa maisha yako. Lakini pia eneo la tatu inalokwenda kuharibu ni katika mfumo wa uchumi. Ndiyo maana ukisibiwa na mionzi hii ya kishetani inayotengenezwa na majini wa baharini, ambayo wewe inakufanya uote ndoto mbalimbali, hii inakwenda kukupelekea kuharibu mfumo wako wa kiuchumi. Ndiyo maana leo umeanzisha biashara kadhaa hazina majibu. Ndiyo maana leo umejiunga kwenye vikundi kadhaa vya kibiashara, vikundi vimekufa. Ndiyo maana leo kila unachokichuma hakina mwisho mwema. Unaweza kukabidhiwa milioni 2, baada ya muda mfupi tu huna shilingi 10. Unaweza kukabidhiwa duka lililojaa, lakini baada ya muda mfupi tu duka hilo limepotea. Unaweza kuwa mfanyakazi kwenye duka lililosheheni. Mfanyakazi wa mwanzo alimsaidia mfanyabiashara kupata nafasi ya mafanikio na uchumi kuwa mzuri, lakini baada ya wewe kuingia katika duka hilo na kuwa mfanyakazi, lile duka limeendelea kushuka mpaka mfanyabiashara amepoteza uwezo wake wa kiuchumi. Ndiyo maana wewe mwenyewe leo kila unaposhika pesa unatamani, ukisema nikipata pesa nitafanya biashara fulani niendeshe, nitajenga nyumba nifanikiwe, nitanunua gari niweze kuwa na usafiri, lakini ulipopata hiyo pesa huna ulichofanyikiwa. Pamoja na kuwa ni mfanyakazi unalipwa mshahara mkubwa, pamoja ni kuwa ni mfanyabiashara unapata faida kubwa, ukipiga hesabu kwa mwaka una zaidi ya milioni 80, milioni 100, lakini hivi sasa unaishi nyumba ya kupanga na huna ulichokifanya. Lakini hivi sasa unaishi katika nyumba ya wazazi wako, huna ulichokifanya. Lakini hivi sasa unaishi maisha ya tabu. Ikitokea leo unaumwa, huna uwezo hata kupata fedha za kujitibu. Kwa nini? Kwa sababu kuna shetani ametengeneza mionzi katika maisha yako inayoharibu maisha yako yasiweze kufanikiwa kimaisha. Kwa hiyo shetani huyu anaweza kuibua mionzi hii mitatu, inapoingia katika mwili wako inakwenda kukuharibia kila kitu. Lakini shetani huyu kiasili anakaa baharini, na anapokwenda kuharibu matatizo yako, wewe unaishi duniani unakujikuta umeshaharibika, kwa sababu mashetani wa kijini na wachawi wa kibinadamu na mashetani wa kibinadamu ambao ni wachawi wanakwenda kuibua mionzi na kwenda kuharibu maisha yako, kwa kuwa majini wanaotumikia uchawi, yani khadimu sihiri
ambao kazi yao kubwa ni wanaishi duniani katika nchi kavu na wanaishi baharini katika maji, na hutengeneza mionzi ya kwenda kukubomoa. Sasa mjini huyo anapoingia katika mwili wako, akaanza kuharibu mwili wako, akaanza kukuharibu katika mlango wa uchumi, akaanza kukuharibu katika mlango wa biashara, akaanza kukuharibu katika mlango wa mapenzi, wewe utajikuta kila unachokifanya hakifanikiwi. Kila unapofanya jambo haliendi sawa. Kazini unakuwa na maadui wengi, kwenye biashara mikosi na upotevu wa pesa, kwenye mapenzi we kila siku ni machozi na kilio. Haya yote yanatengenezwa na majini, moja kati ya makundi mawili, ima mashetani wanaoibua mionzi ya kichawi, makhadimu sihiru ambao wanapatikana katika bahari, au makhadimu sihiru ambao wanapatikana katika nchi kavu. Mfano wa hawa wanaopatikana katika nchi kavu ni wale majini ambao kawaida yao hutengenezwa kutokana na maeneo kadhaa. Mfano wa hayo ni kwenye makaburi. Yako mashetani yanaishi makaburini, yako mashetani yanaishi katika majumba yaliyohamwa, yako mashetani ya kijini yanaishi katika maeneo machafu, yako mashetani yanaishi katika vyoo. Sasa haya majini, mabinadamu wanapofikia mahala, wachawi wanapotaka kukuharibu kwa kutumia nguvu za giza za mashetani wa nchi kavu, wanatengeneza kivuli chako, wanakichukua kivuli chako, wanaichukua nyota yako. Nyota ndiyo kivuli chako. Yani mtu anaweza kuchukua athari ya mwili wako, anaweza kuchukua nguo yako uliowahi kuivaa, anaweza kuchukua kivuli chako, anaweza kuchukua nywele zako, anaweza kuchukua mate yako, anaweza kuchukua kitu cha athari kinachotokana wewe, hata godoro uliowahi kulalia katika maisha yako. Anaweza kuchukua kipande kidogo sana katika hayo, akakienda kukitumikisha katika makhadimu sihiru, katika wachawi wa kijini, alafu wale machawi wanatengeneza, wanaibua mionzi, na hiki vitu vyako vinakwenda kuzikwa ima njia panda, au vinatundikwa juu ya mti, au katika kaburi, au katika maeneo ya majumba yaliyohamwa zamani. Pale anakwenda kuzaliwa au kuzalishwa khadimu sihiru, yani sheitani wa kijini, ambaye huyo atakuwa ni mchawi, atachukua ile athari yako na kwenda kutengeneza mionzi mitatu. Muonzi wa kwanza utakwenda kukuharibu katika mfumo wa maradhi, kwa mfano wa yule baharini. Muonzi wa pili utakwenda kukuharibu kwenye mfumo wa mapenzi, kwa mfano wa yule wa baharini. Muonzi wa tatu utakwenda kukuharibu kwenye mfumo wa kiuchumi, kwa mfano wa yule wa baharini. Nini kitakachotokea kwako? Utaanza kupata ndoto. Ndoto gani utakazota? Kwa sababu ni kitu kilichotengenezwa juu ya ardhi, ndoto zifuatazo kwako zitaanza kutokea. Utaanza kuota majoka makubwa, utaanza kuota wanyama wa nchi kavu, utaanza kuota maiti, watu waliokufa unasemezana nao, utaanza kuota wadudu, utaanza kuota vitu vya nchi kavu ambavyo ukiviota vinakutisha. Utaanza kuhisi kuna vitu vinakukaba, vinakukandamiza, vinakuathiri, vinakutisha, vinakufanya hivi. Kadiri ndoto hizi zinavyokuja, ni taarifa ya kukuthibitishia kwamba sasa umeshaanza kuharibikiwa, mwili wako umeshaanza kubomolewa, na mionzi ya kichawi imeshaingia kwako kutoka kwa mahadimu sihiru wa kijini, ambao wanaweza kutoka nchi kavu au wanaweza kutoka baharini. Wanapokuingia katika mwili wako, wanakwenda kuharibu yale maeneo matatu: uchumi, mapenzi pamoja na mahusiano. Kwa maana uchumi, maradhi na mahusiano, yani kwenye mlango wa mapenzi wanakwenda kubomoa. Unajikuta unapoteza mapenzi kwenye kazi, unapoteza mapenzi kwenye biashara, unapoteza mapenzi kwenye mahusiano, unakuwa ni mtu wa kulia tu kwenye mapenzi, unakuwa ni mtu wa kubadilisha tu mapenzi, unakuwa ni mtu usiyedumu katika mapenzi, unakuwa mtu usiyependwa na jamii, hata watu wako wa karibu wanakufanya wewe kuwa ni adui yao. Lakini pia ukiharibu kwenye mlango wa uchumi, ndio unakuwa na ile shida ya kupoteza mali, unakuwa na shida ya kutokudumu na uchumi. Hata ukiwa una biashara ya mtu umeingia, anafanya ubia na wewe, alikuwa anapata faida, lakini wewe kuingia tu pale tayari umeshaharibikiwa ya kwako. Kwa nini unaharibu? Kwa sababu kuna khadimu sihiru ambaye amechukuliwa kwa athari za mwili wako, umetengenezwa mwili wako na kukuharibu katika maisha yako, na unajikuta huna amani tena katika uchumi. Lakini pia katika maradhi, hii ndio inakwenda kukutengenezea maradhi ya mwili. Umepandisha mashetani, ukisomewa mashetani yanapanda, yakishapanda yanaweza kupewa dawa, unasomewa rukia sana, unapewa madawa sana, lakini kadri
kadri unavyokwenda kutibiwa tatizo linarudi pale pale. Baada ya muda tatizo linarudi pale pale. Unapata nafuu, baada ya muda tatizo linarudi pale pale. Unapata nafuu ya biashara, baada ya muda tatizo linarudi pale pale. Unapata nafuu kwa kuanza kupendwa, baada ya muda tatizo linarudi pale pale. Kwa nini? Kwa sababu mahadimu sihiri, wale wanaoishi nchi kavu au wale wanaoishi baharini, wanaendelea kuutumikia. Unapopata dawa anaukimbia mwili kwa muda, anakaa pembeni. Lakini dawa ikipoza tu nguvu zake, anarudi anakuja kuleta madhara. Kwa nini? Kwa sababu dawa hizi zinamtibu shetani huyu kwa ndani, wakati maisha mashetani hawa, maisha ya sihiri hii, maisha ya uchawi huu, kawaida yake unaishi nje ya mwili. Kwa hiyo wewe unaweza kupewa makombe, wewe unaweza kupewa dawa, wewe unaweza kupewa kila kitu, lakini huwezi kupata mafanikio ya kupona, kwa sababu ile sihiri inakuwa nje ya mwili na wewe unatumia dawa za ndani ya mwili. Unahitaji tiba ya ndani ya mwili ambayo itakwenda kutengeneza mionzi katika mwili wako. Ile mionzi itakwenda kubomoa zile athari za matatizo zinazokuzunguka, ima mlango wa uchumi au mlango wa biashara au mlango wa mapenzi iliyo nje yako, ambayo imekuwa ikikuathiri kwa muda mrefu. Ili uweze kufanikiwa haya, taasisi yako ya Islah Islamic Dua Center inayosimamiwa na Islah Islamic Foundation chini ya mimi mkurugenzi wake Alhaji Dr. Sule, tunakwenda kukuletea uzinduzi wa dawa mbili mujarabu sana na ni muadabu sana na hujawahi kukutana nazo katika maisha yako, zinazotokana na vitu viwili: mmea wa nje ya ardhi ambao unaitwa Star Anise na samaki anayepatikana ndani ya bahari ambaye hatumiwi sana kuliwa, anaitwa Starfish. Sasa huku kuna Star Anise na huku kuna Starfish. Nini kimefanyika katika haya? Katika Star Anise tulichokifanya au kilichofanyika, yametengenezwa mafuta yanayotokana na vitu viwili. Yanatokana na mbegu ya Star Anise na yanatokana na maua ya Star Anise. Star Anise maua na Star Anise mbegu zimetengenezwa, zimekamuliwa mafuta maalum yanayoitwa Star Anise ama Star Oil, Star Anise Oil, mafuta ya aina yake. Tofauti na Star Anise ambayo unaweza kuyaona kwenye Google leo, yamekamuliwa kutokana na mbegu peke yake. Haya ni yale mafuta ambayo yamekamuliwa na mbegu na yamekamuliwa na ile tunaita maua yake ambayo ni red rose, ni maua mekundu, red rose, maua mekundu, na ile mbegu zake kwa pamoja zimetengeneza mafuta yenye harufu nzuri kupitiliza. Ni zaidi ya miski, harufu yake ni zaidi ya manukato ya gifti, ni zaidi ya manukato ya aina yoyote uliowahi kuichanua nyota yako. Yanakwenda kusafisha nyota yako, yanakwenda kuondoa mkosi. Kwa nini? Kwa sababu mafuta haya, kitu kikubwa kilichofanywa cha kwanza katika mafuta haya, vimefanyiwa visomo vya aina zisizopungua 5. Kumefanywa visomo visivyopungua ndani ya mafuta. Kama nilivyotangulia kusema katika kipindi kilichopita kwamba kikubwa katika mafuta haya kuna visomo vya aina 5 ambavyo vimeingizwa katika mafuta haya, na hivi ni visomo maalumu vinavyotokana na mafundisho ya kitabu cha Qur'ani. Kama unavyofahamu kwamba Qur'ani imebeba vitu vya msingi, moja kati yake ni matibabu. Qur'ani ni tiba ya kila maradhi. Sasa kuna aina 5 ya visomo vimetiwa katika mafuta haya au yamesomewa katika mafuta haya. Kisomo cha aina ya kwanza yaliyosomwa katika mafuta haya ni kisomo cha kinga. Zile aya zote zinazohusiana na kinga za mwili wa mwanadamu zinazotokana na mashaitani wa baharini na mashaitani wa nchi kavu zimesomwa katika mafuta haya. Lakini kisomo cha pili kilichosomwa ni kile cha mvuto. Kisomo cha mvuto, yani aya zote zinazozungumzia mvuto, ambazo zinamfanya mtu apate mvuto, zile aya zinazofanya mtu aendelee kuheshimika, kukubalika, kuthaminika na kuonekana katika jamii. Aya zile zote tumeziingiza
katika mafuta haya. Lakini kitu cha pili, kitu cha tatu, tumetengeneza aya za kubatilisha sihiri. Yani aya zote zinazobatilisha sihiri, zinazobatilisha uchawi uliotengenezwa na mashaitani wa kibinadamu na kijini wa duniani, kwa maana ya nchi kavu, na mashaitani wa kijini na kibinadamu wanaotengenezea chini ya ardhi, yani chini ya bahari. Visomo vyote vinavyoondoa au vinavyovunja sihiri vimefanywa katika mafuta haya. Lakini cha tatu, mafuta haya yametengesomewa aya za uzazi, aya za vitu za matatizo ya uzazi, yani zile aya zinazozungumzia uzazi kwa watu waliokata tamaa. Mfano, Nabii Allah Ibrahimu alikuwa na miaka 100, mke wake akiwa na miaka 90, akakata tamaa juu ya kupata mtoto. Mungu ziko aya za Qur'ani amezishusha zilizokuwa zikionyesha Ibrahim atapata mtoto na bisara kwa uzee alionao kwa muda wa uzai wao. Aya hizi zinazozungumzia mtoto kwa mtu aliyekata tamaa zimeingizwa katika mafuta haya, kwa maana zimesomewa. Lakini pia Nabii Allah Zakaria, baba wa Nabii Yahya, na nataka tu nikuambie kwamba hawa wote wawili wamezaa manabii, wote walikuwa manabii na wamezaa manabii. Yani aya hizi zinazozungumzia habari ya watoto ni aya za manabii, zinazozungumza maisha ya manabii waliozaa watoto manabii. Nabii Ibrahim alikuwa hana mtoto kwa bisara, yeye ni nabii. Aliposomewa aya hizi, alipofundishwa aya hizi, alipoelekezwa uhakika wa kupata mtoto, akazaa mtoto nabii. Maana yake mtu mwema kazaa mtu mwema. Lakini Nabii Allah Zakaria pia naye alikuwa hana mtoto. Mungu alipomuonyesha kwa mama Maryam namna alivyokuwa mtoto bora, akaomba mtoto. Mungu akateremsha aya zinazozungumzia kizazi. Nabii Zakaria akazaa mtoto anaitwa Nabii Yahya, au kipenda Yohana Mbatizaji. Mtu mwema amezaa mtoto mwema. Maana aya hizi zinazozungumzia watoto wema tumezisomea katika mafuta haya. Na unapotumia mafuta haya, wewe ambaye hujawahi kupata uzazi katika maisha yako, Mungu atakujalia kukupa mtoto mwema, kwa sababu Qur'ani ikisema jambo halibadiliki. Yani ukifanikiwa kupata mtoto kutokana na mafuta haya, wewe uliyekata tamaa juu ya kupata mtoto, kuwa na imani, kuwa na yakini, kuwa na uhakika, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu utapata mtoto, tena mtoto mwema, mtoto ambaye atakuwa na faida kwako duniani na atakuwa na faida kwako mbele ya Mwenyezi Mungu, mtoto ambaye hatakuwa ana shida mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu aya zenyewe ni aya za utakaso na mafundisho ya uzazi. Lakini jambo jingine, aya zilizosomewa katika mafuta haya ni aya za izza, aya za utukufu, aya za utukufu. Yani zimezungumzia habari mtu atakavyokuwa mtukufu. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza maisha ya Nabii Allahi, anazungumzia maisha ya Nabii Allah Yusuf. Yusuf ni mjukuu wa Nabii Allah, mtoto wa Nabii Yakobo. Yakobo ni mtoto wa Nabii Ishaka. Ishaka mtoto wa Nabii Ibrahim. Nabii, mtoto wa nabii, mtoto wa nabii, mtoto wa nabii. Manabii wanne. Mungu huyu nabii wanne ambaye ni Yusuf alimuotesha ndoto ya nyota. Na hapa ndio narudi kwa nini dawa yenyewe inaitwa star, na kwa nini zinakuwa star mbili, star ya baharini na star ya nchi kavu. Star anise na star fish, vitu viwili hivi vinakwenda kutengeneza nyota. Angalia Nabii Allah Yusuf alayhi salam akiwa na umri wa miaka 12 alioteshwa ndoto. Nabii Allah Yusuf akiwa na umri wa miaka 12 aliotesha ndoto. Ndoto gani aliota? Ana umri wa miaka 12. Aliota Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuonyesha nyota 12, jua na mwezi vinamsujudia. Aliota nyota 12, jua na mwezi vinamsujudia. Kwa nini nyota 12, jua na mwezi? Jua na mwezi. Kwa nini nyota 12, jua na mwezi? Jua ndiyo mwanga wa mchana. Yani duniani jua likishatomoza, ambaye halioni huwa ni kipofu peke yake au mgonjwa wa macho ndo analichukia. Mwanga wa jua ndo unaamsha kila kiumbe. Mwanga wa jua ndio unamfurahisha kila kiumbe. Wanyama, wadudu, ndege, samaki huamka na kuendelea na maisha yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia pia mwezi. Mwezi una mwanga. Na katika mwezi, katika miezi siku 28, 29, 29, 30 za mwezi, kuna siku 3 zinaitwa Lailatul Badri. Kuna siku 3
zinaitwa Lailatul Badri, yani siku za mwezi mkali ambazo Waislamu hutakiwa kufunga katika hizi, na ni sunna kufunga. Lailatul Badri ni mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Hizo ndio Lailatul Badri, mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Kumbuka katika Star Anise kuna mikia 8. Star Anise ina mikia 8, na katika Star Fish kuna misikia 5. 8 na 5 jumla 13. Hii ni Lailatul Badri, hesabu ya zile siku 3 za mwezi mkali. Mafuta haya unapoyapata, moja ya faida yake, ukitaka kukuza nyota yako, ukitaka kuheshimika, ukitaka iza, ukitaka utukufu, mafuta haya unaweza kuyatumia zile siku 3 za Lailatul Badri, mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Usiku wa siku hizi, wakati mwanga wa mwezi unang'aa, utatoka nje, kivuli chako unakiona, utachukua mafuta haya, utaupaka mwili mzima, alafu utaomba dua ya unachokitaka, na utamwambia Mungu aung'arishe mwili wako kama inavyong'aa nyota. Lakini pia unaweza kutumia mafuta haya mchana katika nyakati za jua linapowaka ukayatumia. Lakini mafuta haya yanakwenda kufanya kazi kwako kwa sababu yana nyota 12. Yana nyota 12. Lakini ukiachilia mbali hilo, mafuta haya katika maajabu yake makubwa ni kwamba baada ya mafuta kuna dawa yake ya unga, ambapo utakapokuwa unapaka mafuta haya, kabla ya kupaka, kitu cha kwanza utakachofanya, hii Star Anise ambayo ni mti, tumechukua pia mizizi yake, tumechukua pia majani yake, tumechukua pia magome yake, yamesagwa unga. Na hii Star Fish ambayo huyu samaki asiyeliwa na mataifa mengi, naye amekaushwa na kusagwa, unga wake umechanganywa na Star Anise, ukatengeneza unga powder, dawa maalumu ya kuoga. Hii hailiwi, hii kazi yake ni kuoga tu. Utakachofanya, utaoga asubuhi na jioni, usiku wakati wa kuzama kwa jua, na asubuhi wakati wa kuchomoza kwa jua, na unaoga siku 3 za Lailatul Badri. Utaoga siku ya mwezi 13, siku ya mwezi 14 na siku ya mwezi 15. Utajuaje kwamba huu ni usiku wa mwezi 13? Siku hiyo wakati jua limezama, kiza kinaingia, mwezi utauona upande wa kuchomozea jua umeibuka wote mzima mzima, uko raundi. Utauona umeibuka wote mzima mzima, uko raundi. Wakati jua linazama, kiza kinaingia, mwezi utauona umeibuka wote mzima mzima, umeibuka wote au umeonekana wote mzima mzima. Huo ndio usiku tunaita Lailatul Badri. Maana yake nini? Maana yake kiza kinakuwa hakipatikani siku za Lailatul Badri, kwa sababu wakati mwanga wa jua unapotea, unaingia mwanga wa mwezi, kiza kinakuwa hakionekani. Ukioga dawa hii ndani ya siku 3 hizi, au kaoga ndani ya siku 14, au kaoga mafuta haya siku 21, ukapaka mafuta haya siku 21 au 14, na huku ukawa unaoga dawa hii ya unga ya Star 2, Anise Star au Star Anise na Star Fish, ukazioga kwa pamoja asubuhi na jioni, ndani ya siku hizi nilizosema, mwili wako utapata kung'aa, utaondosha mashetani, utaondosha uchawi, utaondoshwa sihiri na kila aina ya maradhi, na utakwenda kubomoa ile mionzi iliyoibuliwa na mashaitani wa kijini ambao wana tabia ya kutengeneza ima juu ya ardhi katika makaburi na maeneo mengine, au chini ya bahari katika maeneo mengine ya majini mahaba na mashaitani mengine wanaokusumbua wa aina yoyote, na itakwenda kukutengenezea kinga katika mwili wako unapotumia Star Anise pamoja na Star Fish kwa pamoja, dawa mbili ambazo ni 2 in 1, ambayo ni mafuta utakayoyatumia kupaka asubuhi na jioni, na dawa ya unga ambayo utaitumia kuoga na kuchoma kwa muda wa siku 3 au siku 7 au siku 14 au siku 21, kwa tatizo kubwa ambalo umedumu nalo karne na miaka, limekaa nalo tangu mtoto mdogo. Ukitumia mafuta haya, matatizo hayo yote yataisha. Ukitumia mafuta haya kwa lengo la kupata kazi, utapata kazi. Ukitumia mafuta haya kwa lengo la kukuza biashara, itakuwa biashara. Ukitumia mafuta haya kwa lengo la kutengeneza mahusiano na uchumba, yataimalika. Ukitumia mafuta haya kwa lengo la kumvuta umpendaye, yatafanya kazi. Ukitumia mafuta haya kwa lengo la kukinga biashara yako, yatafanya kazi. Ukitumia mafuta haya kwa lengo
lengo la kukinga nyumba yako, yatafanya kazi. Ukitumia mafuta haya kwa lengo la kutibu maradhi kwenye mwili wako, yatafanya kazi. Ukitumia mafuta haya kwa lengo lolote katika maisha yako, katika vitu vinavyokusumbua, yatafanya kazi. Muda ni mchache, siwezi kueleza mengi sana, lakini wewe unaweza kuyapata mafuta haya pindi tu utakapojiandaa, na tunakuletea taarifa hii mapema upate kujua. Hii ni zawadi ya mwaka ambayo inakwenda kuzinduliwa kwa mara ya kwanza mwaka huu 2021 mwezi wa 11. Tarehe kamili nitarudi tena hapa kukueleza. Wewe unachotakiwa ni kujiandaa. Unachotakiwa kujua ni mafuta yenye thamani sana, ni dawa yenye thamani sana, ni matibabu yenye thamani sana ambayo yanakwenda kubadili maisha yako ambayo hukuwahi kuyapata katika maisha yako yote. Nini inaenda kubadili? Kwa nini inaenda kubadili? Kwa sababu ni nyota mbili, nyota ya bara na nyota ya baharini, zinaunganishwa pamoja kwenda kusafisha maisha yako, kwenda kuondoa nuksi zako, kwenda kuondoa mikosi yako, kwenda kuondoa balaa zako, kwenda kuondoa mazonge yako, kwenda kufuta machozi yako, kwenda kurudisha furaha yako, kwenda kujenga mandoa yako, kwenda kuzungukia maisha yako. Ukiwa mfanya biashara, ukiwa mkulima, ukiwa mfanya kazi, ukiwa unasibiwa na mapenzi, nataka nikuhakikishie Star Anise na Starfish, viwili hivi vitakwenda kukuletea maajabu. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa khalaqa kulla shay'in zawjayn. Mwenyezi Mungu kaumba vitu vyote duniani viwili viwili, na sisi tunakwenda kukupa tiba ya uhakika iliyofanyiwa uchunguzi kwa miaka 5 na watafiti wa kisasa wa tiba wa Kiislamu na wasiokuwa wa Kiislamu wamegundua viwili hivi ndio mwisho wa matatizo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Unaanzaje kukosa bidhaa hii? Unashindwaje kupata bidhaa hii? Ili uweze kuwasiliana nasi, unaweza kutupigia kwa simu namba utakazokuwa tunakueleza hivi sasa hapo chini, zitakuwa zinapita. Ukiona namba hapo imeandikwa Dr. Sule, basi namba hiyo ambayo ni 0752 51 77 51. Hawa kwa wakazi wa Tanzania. Wewe unayeishi nje ya nchi utaandika namba hii kwa namna ifuatavyo: alama ya kujumlisha kwa maana ya plus 255 255, alafu utaandika 752, alafu utaandika 51, yani 71 77, yani 77 51 751. Ukiandika hizi namba utakuwa tayari umewasiliana na mimi. Narudia tena namba plus 255 752 51 7751, alama ya kujumlisha 255 752 51 7751. Weka oda yako sasa. Dawa zitakuja chache sana kwa bei ya uzinduzi, na wewe ni miongoni mwa wanaoweza kufurahia na kupata faida hii kubwa sana. Wasiliana nasi kwa namba hizo kupata kujua zaidi ukubwa wa dawa hii ya Anise pamoja na Red Star au Fish au Starfish. Ni dawa za ajabu, dawa zenye makubwa, ni kitu cha ziada, ni kitu chenye faida kubwa ambacho kwa mara ya kwanza, narudia tena, kwa mara ya kwanza unakwenda kufaidika nayo kupitia taasisi ya Islaha Islamic Dua Center, na uzinduzi utafanyika mwezi wa 11 katika tarehe tutakayoitaja baadaye. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.